Kusoma itikadi ayuha alikhwa kuna faida kubwa. Kusoma aqida ya ahli sunnah wal jamaa faida zake ni kubwa na matunda yake ni makubwa ala alfardi wal mujtama, kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii pia vile vile. Ama faida ya kusoma aqida kwa mtu mmoja mmoja ni kama ifuatavyo. Kwanza, kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, maarifatullah, kumfahamu Allah jalla wa ala biasmaihi wa sifatihi, kwa majina yake na sifa zake. Ukishamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa yake, basi hata ibada utaifanya kifanisi. Ahlusunnah wal jamaa yaarifuna rabbahum biasmaihim wa sifatih. Ahlusunna wanamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Ibada yako itakuwa iko salama na utaifanya ibada kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona, na kama haumuoni basi yeye anakuona. Hiyo faida hiyo ni muhimu sana katika kuisoma aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Kadhalika ukisoma itikadi ni sababu ya moyo kusalimika, sababu salamati alqalb, ni sababu ya kusalimika moyo wako. Utajisalimisha kwa Allah jalla wa ala kama inavyotakikana, na kadhalika utakuwa salama na moyo wako utakuwa unamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi. Lakini kama hujasoma aqida ya kumfahamu Allah kwa majina yake na sifa zake, basi ibada itakuwa na khalal, itakuwa na mapungufu, kwa sababu unamwabudu usiyemjua Allah jalla wa ala. Kadhalika miongoni mwa faida za kusoma aqida, bulughu darajati albasira, ni kufikia daraja la kuwa na basira, kuwa na alilm. Kwa sababu moyo ukiwa ni salama, basi hayo yatakurithisha wewe kuwa na uoni, kuwa na alilm, kuwa na thabati katika dini ya Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah anasema mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi mlioamini, na mumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Yu'tikum kiflayn min rahmatih, Allah atakupeni mafungu mawili katika rehema zake. Wa yaj'al lakum nuran, na Allah atajalia kwenu nyinyi nuru, tamshuna bihi, mkitembea nayo, mkitembea kwa hiyo nuru. Na hiyo nuru ni al-ilm, ni elimu. Kwa hiyo ukisoma aqida unakuwa na albasira na unakuwa na alyaqin, unakuwa na yaqini.
kadhalika katika fawaid anna almustamsika biha qaribun min alkhair ba'idun min alshar, mwenye kushikamana na itikadi ya sahihi yuko karibu na kheri na yuko mbali na shari, anaelekea mazuri na kuyaacha mabaya. Haya yote ni kwa sababu aliyesoma aqida qad arafa rabbahu, amemfahamu Allah jalla wa ala. Kwa hiyo atakuwa na hofu, atakuwa ni mwepesi wa kuziendea kheri. Kadhalika utapata nguvu katika kufanya kheri na utajitahidi katika kuzifanya kheri kwa sababu ya tauhid wal aqida. Unakuwa ni mwepesi wa kuzifanya kheri mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha, au utakuwa ni mzito. Hizo ni kwa mtu mmoja mmoja. Katika jamii, kwanza tahaqququl amn, kupatikana amani. Amani inapatikana kwa kusoma tauhid na kadhalika kuisoma itikadi sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini na hawakuchanganya imani yao na shirki, wako mbali na ushirikina, hao watapata amani na wataongozwa na Allah jalla wa ala. Kadhalika jamii, faida ya pili, itashikamana katika misingi sahihi, tamasukuhu wa tarabutuhu wa tawahhuduhu, kushikamana jamii katika misingi sahihi na kuwa kitu kimoja. Tukitaka tuwe kitu kimoja, lazima tushikamane na tauhid wal aqida as-sahiha. Huo ndio umoja wa kisawasawa. Fa inna ahla as-sunnati wal jamaa yajtami'una ala as-sunnati wat tauhid, watu wa sunna wanakusanyika juu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama na tauhid. Huo ndo umoja wenye manufaa. Masahaba radhiyallahu anhu walipokuwa ni watu wa tauhid, basi walikuwa pamoja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati amehama kwenda Madina, alikuta watu wamepishana kikweli kweli, hawapo kitu kimoja, wanauana, lakini aliwaunganisha si kwa kitu kingine, aliwaunganisha kwa tauhid na sunna na taa. Hiyo ni faida. Faida nyingine, husulu at-tamkin wal quwwatu wal mahaba, kupatikana kuthibitishwa, kuthibiti na kupata nguvu, na kadhalika kuwa na haiba. Maadui hawawezi kusogea kwa sababu ya watu wamefahamu tauhidi na wameifanyia kazi. Kwa hiyo nguvu ya umma ipo katika kuisoma itikadi na kuifanyia kazi. Wadiddu bidid, na kinyume ni kwa kinyume chake.
watu wamefeli na wamepata udhalili kwa sababu hawakuihakiki tauhid, hawakuihakiki itikadi sahihi. Ndio maana udhalili, unyonge mkubwa, kwa sababu hayo hayajapatikana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin innahum humul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na hakika limetangulia neno letu kwa waja wetu mitume, innahum humul mansurun, hakika wao ndio wenye kunusuriwa. Allah anawanusuru kwa sababu ya kuihakiki tauhid na itikadi sahihi. Wa inna jundana lahumul ghalibun, hakika jeshi letu ndio lenye kushinda. Kwa hiyo hizi fawaid za kusoma aqida ni nyingi, lakini ma'al asaf jamii nyingi hazijafahamu at-tauhid, na hata kama wameifahamu tauhid na aqida hawakuifanyia kazi. Kwa hiyo tunaanza kusoma manzuma ya al-Imam Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala